Msemaje? Sasa yeye anaenda Tandahima. Umeona bwana? Je, huko barabarani katika haya ambayo yanaonekana kutakuwa na sehemu ya kuchaji au ya kuchanja? Ndio hapo sijamuelewa. Lakini pia ameenda kwenye teknolojia akisema kwamba hawa jamaa wakija na mfumo huo wezi watatuibia sana magari yetu, inatakiwa watoe magari ya kuscan tu kwenye sehemu za ufunguo by Hamjo yakiweza kutuandikia kwa namna hiyo. Lakini pia nimekuona nani huyo? Asema jana mlisema Mtwara kuna kinywa na meno. Mtwara sehemu gani? John Mgaya kutoka Tanga. Ile issue ya maadhimisho ile ya masuala ya kinywa na meno. Na jana kwenye hii TV saa 1 tulizungumza na rais wa chama cha madaktari wa kinywa na meno nchini. Tukapiga naye story. Tumekuwa na Elisha huko Milade pale Singida. Anasema kwenye haya matukio ya ubakaji kaka, binafsi naona sheria ziongezwe makali zaidi, maana tunakoelekea matukio kama haya yanazidi kuzoeleka. Good morning. Asante sana kwa ujumbe wako bana ambao umetuandikia. Nimekuona pia Musa Mele kutoka Dodoma pale Ilinde, asema matukio kila kukicha tu jamani hayakomi. Serikali iangalie. Asante kwa ujumbe wako pia. Lakini nimekuona mwingine umetuandikia anasema kwa nini hao wabakaji wakishikwa, ametumia neno gumu kidogo, ili kukomesha hiyo tabia. Mama Tastina yuko Singida Kinyamwenda pale. Inaonekana kama anakwenda na wewe pia. Sasa Samson bwana, kwenye kibiashara mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kanda ya Ziwa pale bwana imewataka wafanyabiashara wa vituo vya mafuta kujenga uaminifu kwa wateja wao. Upo hapo? Kama najiuliza kitu baada ya hii taarifa kuiona. Kwa kuhakikisha ubora wa mafuta bwana ambao wanayauza unazingatiwa, wasichakachue. Upo hapo Sasa hii ni kikao kazi juu ya sekta hiyo kutoka maeneo mbalimbali kwa mkoa ule bwana. Anasema bwana mafuta yanatakiwa kuzingatiwa kwa ubora wa hali ya juu. Na upatikanaji wa mafuta unatakiwa kuwa ufanisi ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu na sio kufanya vinginevyo. Na akizungumza bwana Mhina amesisitiza kuwa mafuta bwana yanapaswa kuhifadhiwa kwa viwango vinavyostahili kuanzia hatua ya usafirishaji wake hadi ambapo wanapowasili kwenye vituo vya mafuta. Ameeleza kuwa ubora wa mafuta ni msingi sana wa maendeleo ya sekta ya usafirishaji na uchumi wa nchi kwa ujumla. Unajua katika eneo ambalo mimi huwa linanipa wakati mgumu linapa mambo mengi kichwani. Kuna maeneo hapa nchini huwa hayatiliwi mkazo. Ndio. Kwa sababu ya sheria zake ni kali. Ukiona kitu kinapigiwa sana chapuo, ujue kuna mahali kumelegea kidogo. Kwa mfano ukiona katika kila eneo unaloingia, ukiona umeingia kwenye choo cha ofisi fulani, kuna matangazo mengi. Bwana usinini pembeni. Alafu hakikisha unasafisha. Unajua hao watu wanatabia wakifika hicho choo wanakichafua. Utaratibu wao sio mzuri. Hawana utaratibu mzuri. Na mimi nakubaliana na wewe. Ushanifahamu? Ndio maana matangazo yanakuwa mengi. Hata kule Kiswahili ukienda utakutana nazo sana. Unajua kwamba hapo utaratibu mbovu. Umeona? Lakini kwa sasa hivi sio rahisi sana kukuta mtu kavaa sare za jeshi. Sana. La JWTZ kama sio mwanajeshi. Afu anatembea zake tu hivi. Na haijawahi kusisitizwa mahali. Hivi. Mimi sio kama unanielewa ninachokwambia. Sio rahisi kukuta mtu kabeba kichwa cha swala anapita nacho Kariakoo. Na haijawahi kusisitizwa mahali kwa ukubwa huo. Kwa ukubwa. Kwa sababu kwenye swala ukigusa tu. Yani ni gusa jana za serikali. Ushanielewa? Ukigusa utasikia bwana kafungwa maisha. Kafungwa sio jela miaka 100 kama. Umeelewa? Yani kuna maeneo hayapigiwi chapuo na hayachezewi. Watu wametulia kimya. Yani sio rahisi kukuta mtu anatembea na viungo vya binadamu. Unamkuta Mwenge. Unamkuta Mbagala. Sio rahisi. Na hakuna matamko yanayosema jamani tunawasii usivae nguo ya jeshi.
watatoa tu tangazo moja tu kama la mwaka jana. Bwana mwenye nguo yetu turudishieni. Umeona? Chap kwa haraka Chap. Lakini huku watu wanachezea huku. Lakini huku ukiona watu wanachezea ndio wale matangazo ya chooni kwamba bwana ukifika chooni hakikisha una nini? Katikati ya choo unasafisha ukimaliza ubonyeze. Sasa mmeenda mbali sana wewe jamaa. Ndio nakwambia nikiona mambo kama mimi ananipa mambo mengi. Falsafa inaitwaje hii? Hii lazima kwanza nje ya Cuba. Unajua ukishasema Cuba. Nje ya Cuba. Ndio eneo lingine. Ukiona watu wanakusisitiza kuhusu mafuta, kuna kaeneo kanachezewa hapa. Bwana msichezee mafuta bwana. Kaeneo maana yake hakajatolewa mfano au sheria kali yani yani haujawahi kutokea mfano. Mimi niliwapenda Eura eneo moja mwaka jana. Ile wakati watu nani mafuta ile wanaficha ile ile kwa hatari. Mimi bwana nimeshuhudia kituo kinafungiwa. Walifungia vingi. Kapiga kuna ile kufungiwa, sisi kama waandishi habari tunasoma. Mkurugenzi anakuambia bwana tumefungia kitu fulani na fulani na fulani. Mimi kuna ambacho kipo jirani. Sasa pale wamebadilisha jina sasa hivi hicho kitu. Bwana kilifungwa live bila chenga. Ni kweli. Kikafungwa. Ni kweli. Jamaa sasa lile ni fundisho ambao mpaka watu wengine wenyewe inabidi waanze kuachia. Inabidi sasa hapo aachie. Sasa huku kwenye uchakachuaji huku ukiona Euro hii sio mara ya 3 au ya 4 wanasisitiza. Kuna mtu anachezea. Mimi nimependa ulivyoenda kutoa na mfano. Kama ukiona na nani matangazo ukiona matangazo sana kwenye choo unachoenda. Hao watu hapo. Kuna namna sio disciplined. Tabia zao sio nzuri. Kuna eneo moja nilipita. Wameandika hivi, usifungue mlango kwa kutumia mguu. Mlango wa kioo. Tafsiri yake ni nini? Watu wanapiga miguu hapo. Yaani kuna wana wakifika pale wanafungua na mguu. Umeshanielewa? Hiyo tangazo uwezo kulikuta Ikulu. Ni automatic. Kwa sababu kuna watu labda decent. Na hili tangazo kabisa limeandikwa kwenye mlango wa kioo. Bwana usifungue mlango kwa kutumia mguu. Kuna eneo lingine tena nilifika ambao ukishamaliza kula mnanawa. Kuna kioo, kuna kisinki cha kunawa. Pale wameandika hivi kwenye ile tangazo. Wameandika usinawe miguu hapa. Kwa sababu hii sehemu ya mikono. Yaani kuna raia wakishamaliza kula wanatia na miguu pale. Sawa, bana kimsingi bana tuchukue hiyo kwa wafanya biashara ambao wanasikiliza. Sasa wafanya biashara tafsiri yake ni kwamba kuna jambo watakiwa wafanyie. Ndio. Mimi naipenda sana tume hii ya kufilisi. Tume ya ufilisi na nini. Bwana ile tume ikikamata mzigo feki, ndugu yangu inateketeza wote. Kama ni taa, kama ni mafuta, kama ni sabuni. Vipodozi. Wakati wateketeza hero inakuuma. Lakini kama rais mmoja anaitwa Rodrigo Duterte. Rais mstaafu pale Filipino. Jamaa alikuwa akikamata magari ya dawa za kulevya brother. Anateketeza magari ya karibia bilioni 5 kwa dakika. Sasa hivi yuko The Hague. Kwa hapo mtu mwenyewe unarejea nyuma hivi. Sema kifanya biashara namna hii naweza kutoa boko. Sasa nikwambia kuna ule ujumbe kuhusiana na issue ambayo ulichambua hapa. Ametuandikia rafiki yetu hapa. Nitafuta jina lake, anaitwa Sele mwanaharakati kutoka Maisome. Anasema kaka Lupokela bwana, hapo tuelewane vizuri. Chadema hawajasema watashiriki uchaguzi wanashiriki, isipokuwa kama sheria hazitabadilika za uchaguzi, basi uchaguzi hautafanyika. Hata au CCM au Chadema kwa Sugu kusema tagombea, hiyo haibatilishi no reform no elections. Sasa kujiandaa kwa kusema hivyo haibatilishi msimamo wa Chadema. Sele mwanaharakati kutoka